Naitwa Barnabas Okola, ni katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro. Kuna mambo yamekuwa yakivuma yakizunguluka kwenye mitandao ya kijamii katika nchi yetu na maeneo mbalimbali. Kama mnafahamu, yamekuwa yakizungumzwa mambo ambayo yakimhusisha makamu wetu mwenyekiti wa Chadema, kwamba kuna michango ya tone tone, ile michango ambayo tunaomba kwenye chama kwamba haifiki kwenye chama. Sasa kwa maoni yangu, ama naweza kuzungumza kwa kusema kwamba hili jambo ni jambo si jema kusikika, na siku zote jambo likivuma na lisiposemewa popote linaweza kuonekana kuwa likawa ni kweli. Na kimsingi kama hizi tuhuma zinavyozunguka kwenye mitandao ya kijamii ni vitu ambavyo si sawa, kwa sababu Chadema ni chama ambacho Watanzania wanatumaini nacho, ni chama ambacho wanaamini kitaleta mageuzi, ni chama ambacho wanaimani nao. Sasa yakitokea mambo yanayozungumzwa kuhusiana na fedha, yanashusha morali ya watu, yanapunguza trust kwa watu. Kwa maana sasa hata uendeshaji wa shughuli, namna ya kuchangisha wanachama, kuchangisha wapenzi na mashabiki wa Chadema inakuwa changamoto. Sasa zipo tuhuma kwamba makamu mwenyekiti anapata michango kutoka kwa wadau na wale wanaokipenda Chadema na afikishi kwenye chama. Sasa mambo haya ukiyasikiliza, ukiyatazama, si mambo mazuri, na niseme kwamba Chadema hatuongozwi na malaika. Yaani viongozi wa Chadema sio ni malaika, ni binadamu. Kwa kama ni binadamu, kuna zile kanuni na taratibu ambazo tumejiwekea. Kwa kimsingi kama kuna hizi tuhuma, ni vema mamlaka zetu sasa za kichama zika take over, zikaona namna gani ya kushughulikia, kama ni uchunguzi ufanyike na majibu yaje yatoke, ili kutoa hiyo sintofahamu kutoa sintofahamu kwa wananchi. Kama issue ni serious, na chama chetu sisi ni cha demokrasia ambacho kinaruhusu maoni, kinaruhusu mawazo, basi watu wazungumze, na ikibidi hata makamu mwenyekiti kama hizi tuhuma zimekaa mbaya sana, anaweza akapisha tu kwa uchunguzi, alafu baadaye ukweli utabainika. Kama amesingiziwa itabainika, na kama ni kweli chama itachukua mamlaka, kwa sababu chama chetu kimeanza kuwachukulia watu wakubwa hatua. Na kimsingi nasema haya hadharani kwa sababu ni utamaduni wa chama chetu. Kama mnakumbuka, makamu mwenyekiti alishawahi kuzungumzia Iringa kwamba kuna fedha chafu ambazo zinaingia kwenye Chadema kipindi tupo kwenye uchaguzi. Alizungumzia Mwembe Togo. Alizungumzwa, na kuna baadhi ya wanachama na wapenzi wa chama walilalamika sana, kwa nini makamu mwenyekiti jambo hili baya ambalo linakuwa si jema likazungumzwa hadharani. Yeye mwenyekiti kwa kipindi hicho alikuwa makamu, akasema mambo ya fedha ni lazima yazungumzwe hadharani ili tuweze kutengeneza trust kwa watu, ili watu watuamini, lakini kama yanafanyika hayo mambo ya hachwe. Na mimi ndio maana leo naona mambo kama haya na yazungumza hadharani. Lakini zipo tuhuma. Kuna bwana mmoja anaitwa Nilesh. Huyu ni mfanyabiashara ambaye amekimbia nchi kwa tuhuma za ufisadi, ama kwa tuhuma za kutokuwa mwaminifu. Huyu bwana alikopa benki Equity, akafanya kazi ikashindikana, akaja akakopa tena CRDB, akapata tenda ya kutoa mafuta kutoka Tanzania kupeleka Burundi, lakini hakufanya kama vile inavyostahili. Alifanya mambo ya kiujanja yaliyopelekea CRDB waende mahakamani na huyu bwana kukimbia nchi. Lakini kibaya zaidi, zipo taarifa kwamba huyu mtu ndio anamchangia sana makamu mwenyekiti. Sasa kama tunakubali watu mafisadi, watu ambao wanatuhuma mbaya wakifadhili chama chetu, hiyo ni changamoto, kwa sababu watu kama hawa wanakichangia Chama cha Mapinduzi labda kuficha maovu yao, lakini pia wakaanza kuchangia na chama chetu na sisi tukapokea kuficha maovu yao. Hii haitakuwa sawa. Kwa kimsingi niseme hayo kwamba tuhuma za fedha ni tuhuma mbaya sana, ni tuhuma ambazo zinashusha morali ya watu, ni tuhuma ambazo si njema. Na makamu mwenyekiti kwa kipindi kile, Mheshimiwa Tundu Lissu, alishawahi kuzungumza kwamba mambo ya fedha yazungumzwe hadharani ili ijulikane nyeupe na nyeusi, kuweza kuwafanya watu waendelee kuwa na imani. Kwa katika muktadha wa hili nizungumzie hivi. Lakini jambo lingine la pili ni iombe tu serikali kwamba hii kesi ya Lissu ni kesi ya kisiasa. Na Lissu kuto kuwepo kwake
mchango wake kwenye chama unakuwa mdogo, kwa sababu wamemshikilia kisiasa, wamemng'ang'ania huko kisiasa. Kwa ni mwenyekiti wetu atoke aje afanye kazi. Amefanya kazi kwa muda mfupi sana kabla serikali haijamshika. Kwa hiyo niombe serikali, hii issue ya Mheshimiwa Tundu Lissu ni issue ya kisiasa. Naomba wamtoe kwenye nondo za magereza, aje aongoze chama chetu ili tukafikia yale malengo, tukalete demokrasia kwenye nchi yetu.